Asante, leo tutakuwa na mimi muuguzi wako Nasri Mfaume ambaye ni mwandishi wa kitabu cha Uzazi Salama ambacho kimeeleza mambo mbalimbali kuhusiana na uzazi, lakini pia na baada ya mtoto baada ya kujifungua ni vitu gani ambavyo mama anapaswa kuwa navyo makini, kwa sababu matatizo mengi ambayo yanatokea katika jamii ni pale ambapo mama anakuwa hana maarifa ya kutosha na kupelekea kwa miongoni mwa watu ambaye atapata changamoto, mtoto wake anakuwa na changamoto ni mwisho kupoteza maisha. Leo tuzungumze madhara matano ambayo yanajitokeza kwa mama mjamzito, au mabadiliko matano ambayo yanajitokeza kwa mama mjamzito ambayo ni ya kawaida, lakini anapotokea amezidi, basi inabidi mama aweze kuchukua hatua. Mabadiliko hayo ni ya kawaida ambapo mama kama utafanikiwa kuyaona basi ya kawaida, lakini anapotokea amezidi, kwa kuonyesha ishara au kwa kuzungumza ishara zifuatazo ambazo nitakwambia, basi ujue ni miongoni mwa watu ambao unapaswa kumwona daktari mapema zaidi. Mabadiliko la kwanza ambalo mama utakumbana nalo ni hali ya kuhisi mwili wako kupata kichefuchefu na kiungulia wakati wa ujauzito. Haya mabadiliko ya kawaida hususan kwa mama pale ambapo atakuwa katika hali ya ujauzito. Mabadiliko haya yanaweza kupelekea mama kukaa miongoni mwa watu ambao wanapoteza appetite ya chakula au kupoteza hamu ya chakula, lakini baada ya hapo mama anakaa miongoni mwa watu ambaye haupendi kula sana na unaweza kupelekea kupunguza uzito. Sasa inapotokea hali hii imekuzidi sana, manake mama utakosa kabisa hamu ya kula na kupelekea hata unapopata nafasi ya kula, basi unakuwa miongoni mwa mama ambaye utapata kula lakini bado umekuwa ukidisha change au umekuwa ukitapika mara kwa mara zaidi ya masaa mawili kutoka ulipokula, au lisali moja kutoka ulipokula umekuwa ukitapika sana. Hii ni indication au ni kiashiria cha mama unapaswa kumwona daktari mapema zaidi, ni hali ambayo sio kawaida. Lakini hali hii pia ikiwepo na mama ukajisi unapata choo kidogo kwa kiasi kidogo, maana yake mama anapata mkojo chini ya mara 3 kwa siku, maana yake mama anapaswa kumwona daktari mapema zaidi. Kingine ambacho mama anapaswa kuzingatia hapa ni pale ambapo utaona uzito uongezeke, hususan pale ambapo utakuwa katika hali ya ujauzito. Ni mabadiliko mengine ambayo mama anapaswa kuwa nao makini, na pale anapotokea basi inabidi uweze kuwa makini zaidi na kumwona daktari. Na hali ya mwisho ambayo ni kama ni kiashiria cha kuonyesha kwamba wewe utakuwa ni miongoni mwa watu ambao ushaanza kuathirika na kupata changamoto, hususan pale ambapo utakuwa na hali ya kutapika au kupata kiungulia na kupelekea wewe kushindwa kula au kunywa maji, ni pale ambapo utakuwa na ngozi kavu na ngozi yenye kuvutika, lakini pia utakuwa na midomo mikavu, ni kiashiria kwamba wewe utakuwa na upungufu wa maji. Ni vyema kumwona daktari na kuweza kuwa salama kipindi chote. Hili badiliko la kwanza ambalo mama anapaswa kuwa nalo makini. Lakini badiliko jingine ambalo mama anapaswa kuwa nalo makini ni hali ya kuhisi hisia hasi ambazo zitakuwa nyingi zaidi. Inawezekana ikasababishwa na kukimbiwa na mwenza wako, hususan pale ambapo utakuwa katika hali ya ujauzito, lakini pale ambapo utakuwa katika hali ya ujauzito kutokana na mabadiliko ambayo yanatokea, au mama ana historia ya kupoteza mimba yako, au pale ambapo unatokea mpata ujauzito mwingine tena, huwa inasababisha mama kuwa miongoni mwa watu ambaye unakuwa na mawazo sana ambayo ni hasi, ambayo inaweza kupelekea kuhatarisha ujauzito wako, lakini pia hata mtoto aliyekuwa tumboni baada ya kuzaliwa kuwa na behavior ambazo mama alikuwa anaonyesha wakati wa ujauzito wako, au ile sumu ambayo inazalisha au ile chemical ambayo inazalisha mwilini mwako, basi inaweza kumdhuru mtoto na kana tabia ambazo sio za kawaida pale ambapo utakuwa umezaliwa. Mabadiliko ambayo mama anapaswa kuwa nao makini, na utakapojisikia unakuwa na haya mawazo hasi muda mrefu, hususan baada ya wiki 2 au zaidi ya wiki 2, na mabadiliko hayo yamekuwa yenye kukusumbua mara kwa mara, au hali hiyo imekuwa ikiendelea mara kwa mara, basi inabidi muone daktari na kuweza kupata ufumbuzi, au kuweza kukaa na mtoko karibu na kumueleza ile matatizo ambayo anapitia, matatizo gani, na yeye kuona namna gani ambayo anaweza kukusaidia. Mabadiliko ambayo mama anapaswa kuwa nayo makini, lakini mabadiliko ambayo ukiona basi inabidi utafute msaada kwa kuweza kumwona daktari. Na mabadiliko lingine ambalo kwa tunamshauri mama kuwahi kabisa mapema hospitalini, matatizo ya mifupa au maumivu ambayo mama atahisi eneo la nyonga na uti wa mgongo, lakini pia ambayo yanaambatana na tumbo. Maana mama kama utahisi tumbo linauma sana na kuhisi maumivu ya nyonga na maumivu yake ni mfano uchungu, basi mama ni vyema kumwona daktari. Lakini mabadiliko kama atakuwa ni ya kawaida, maumivu ya kawaida ya nyonga na mgongo, basi mama usichukue hatua yoyote kumwona daktari, lakini ni vyema ukazingatia kila hatua unayopitia, au maumivu yanapozidi basi ni vyema kumwona daktari. Lakini hatua moja hapo kuchukua ni wewe mama kupata muda mwingi kupumzika na kuweza kufanya mazoezi ya nyonga, kwa sababu inasababishwa na homoni mara nyingi, basi inabidi usitilie mashaka hili. Lakini unapotokea imezidi na kuzidi kiwango kile ambacho watu wanatarajia, basi mama inabidi uweze kuwa makini zaidi. Mabadiliko jingine ambayo mama anapaswa kulizingatia hapa, kuongezeka uzito na kuwa na mwili ambao umejaa sana, mikono na miguu kuwa katika kiashiria cha kwamba wewe utakuwa umevimba, au miguu yako itakuwa imevimba sana, au mikono itakuwa imevimba sana. Ni kiashiria kingine ambacho mama anapaswa kuwa nacho makini. Hii ni hali ambayo sio kawaida, na inapotokea kama itakuwa ni wastani, ambapo miguu mara nyingi inavimba wakati wa jioni au wakati ambapo umetulia au umekaa muda mrefu, ni hali ya kawaida. Hii inapotokea imevimba sana muda wote na kujihisi kuongezeka uzito kwa kasi zaidi, yani maana yake mama mpata hali ya uzito ambao unaongezeka kwa kasi zaidi, ni kama kwa daktari na kuweza kuwa salama zaidi. Ana mabadiliko ambayo mama anapaswa
kuyazingatia zaidi pale ambapo utakuwa katika hali ya ujauzito. Tuangalie badiliko la 4 ni hali ya mama kutoka na maji ukeni au kutoka na uchafu ukeni. Inawezekana ikawa sababishwa na maambukizi ambayo mama utakuwa unatoa ute ambao ni wa rangi ya njano au ute wenye harufu ukeni. Badiliko ambalo sio la kawaida pale ambapo utatokea. Lakini kama mama utakuwa na ujauzito alafu ukahisi kutoka na damu au maji mengi ukeni, ni mabadiliko ambayo sio ya kawaida. Lakini wakati wa ujauzito huwa mwanamke huwa anakutana na changamoto kubadilika kwa ute, hususan wakati ambapo atakuwa mjamzito, maana yake ute utakuwa kwenye kubadilika na sifa yake nyingi inakuwa yenye kutoka ute ambao ni mwingi zaidi. Lakini inapotokea unatoka mwepesi zaidi alafu kwa wingi au inawezekana kidogo kidogo muda mrefu, basi ni kiashiria kwamba wewe mama chipuko umepasuka, ndio kwa daktari na kuweza kuwa salama zaidi. Lakini badiliko la mwisho ambalo mama wengi wamekuwa wakitilia mashaka au wamekuwa na hofu, mabadiliko ya kichwa na kuweza kupelekea mama kuumwa kichwa mara kwa mara. Lakini inapotokea imezidi na kinauma muda mrefu zaidi, basi mama utakuwa na changamoto, ni vyema kwa daktari kuweza kuwa salama zaidi. Haya mabadiliko 10 ambayo yanajitokeza wakati wa ujauzito, na mabadiliko haya kwa mara nyingi ni ya kawaida na mama hapaswi kutilia mashaka. Ile inapotokea yamezidi na kuwa yenye kuzidi zaidi, maana yake mama anajisi hali ambayo sio ya kawaida kabisa, au kama ni mjamzito ambao sio kujifungua tayari na hii hali imejitokeza tena lakini ni tofauti na mwanzoni, na unajisi hali ambayo sio ya kawaida, basi mama inabidi muende daktari na kuweza kuwa salama kitu chote. Umevutana darasa hili, basi endelea kushare na kusubscribe na kupata maarifa mengi zaidi ya kiafya ambayo tutatoa kupitia madarasa kupitia mimi muuguzi wako Naswi Mfaume, lakini pia mwandishi wa kitabu cha Uzazi Salama ambacho jamii tutaisaidia kwa namna moja ama namna nyingine. Asanteni mpaka wakati mwingine tena.